Mimi na hali ya ulemavu, na ulemavu huu sio kwamba nilizaliwa nao, hapana. Nilizaliwa mzima na nimekanyaga ardhi ya Mungu, lakini bahati mbaya polio linikuta, nikakutwa na shida ya kutembea. Mzee Mwalopale mwenye ulemavu wa miguu akiishi katika kijiji cha Matema wilayani Kyela mkoani Mbeya anatarajiwa kujengewa nyumba na taasisi ya Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mwalopale mwenye watoto 4 ameeleza changamoto anazozipitia kutokana na ulemavu wake huo. Changamoto kubwa ambazo zilizonifanya mpaka nione uongozi wa juu ni kutokana na hali ya ulemavu wangu. Na watoto 4 nimeshindwa kukabiliana nao kusomesha. Pia changamoto ya nyumba, changamoto kubwa. Hivyo namshukuru Mama Ackson Tulia, spika wa bunge na rais wa mabunge duniani kwa kuniona. Nashukuru sana. Sana sana. Amenisaidia, amenipa chakula, amenipa mavazi. Namshukuru sana. Mungu amsaidie. Namshukuru sana. Jopo kutoka katika taasisi ya Tulia Trust imefika nyumbani hapo kwa ajili ya ujenzi huo. Siku ya leo tumefika hapa baada ya siku kadhaa kuweza kumwona mzee wetu Obedi ambaye alikuwa na changamoto ya makazi. Sasa mzee huyu alipopata changamoto hii, hizi taarifa zilikuwa zikimlenga moja kwa moja Mheshimiwa Rais, lakini pamoja na wadau wengine. Baada ya taarifa kufika kwa Mheshimiwa Dr. Tulia, alitupa maelekezo kisha kwamba tunafika na kuweza kuona uhalisia ule wa taarifa aliyopewa na kile ambacho tutakiona, je, vina uhusiano gani. Baada ya kupeleka taarifa kwa kiongozi wetu, alitupa maelekezo siku ya jana mchana tukiwa kwenye mbio za bendera ya upendo, na baada ya kupata taarifa hiyo tukaanza kufanya mawasiliano na viongozi walioko huku. Kwa hiyo baada ya kuwaeleza na tukamweleza pia mkuu wa wilaya kwamba tunakuja siku ya kesho kama maelekezo ya kiongozi kwamba tuhakikishe kwamba tunakuja kumsaidia mzee wetu Obedi. Sasa kitu ambacho tutakifanya hapa siku ya kesho, tunaamini leo yawezekana kuna vitu havijakaa sawa, lakini tutaomba sana viongozi mliopo kama kuna namna ya kuweza kumsaidia mzee akakaa pahala pengine, tutashukuru. Kwa maana kwamba siku ya kesho ujenzi utaanza rasmi wa kumjengea nyumba yake. Hii iliyopo tutaibomoa. Siku ya kesho tutaanza kuinua, kwa maana kwamba tutatumia mafundi pia wa huku. Sisi tunaye fundi mkuu ambaye atatuongoza, lakini tunatamani mafundi wengine wa kumsaidia watoke kwenye eneo hili. Kwa hiyo hata wale watu wa kusaidia kubeba tofali kufanyeje, tunatamani watoke kwenye eneo hili. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, lakini pia niwaombe sana wananchi kutupa ushirikiano. Tumepewa wiki 2 tu tuwe tumemaliza ujenzi na mzee aweze kukabidhiwa nyumba yake. Nashukuru sana kwa hayo, na washukuru sana. Mungu awabariki. Namshukuru sana Ackson Tulia kwa kutuma timu yake kuja hapa kushughulikia ujenzi wa nyumba yangu. Nashukuru sana. Asante sana.